Wataka Mungu akufanyie nini? Sura ya 8. Umuhimu wa kunoa shoka. Neno la Mungu katika kitabu cha Mhubiri sura ya 10 mstari wa 10 linasema, iwapo chuma hakipati wala mtu hakinoi, ndipo hana budi kutumia nguvu zaidi, walakini yafaa kutumia hekima na kufanikiwa. Kwenye Biblia ya Kiingereza ya NIV mstari huu unasomeka hivi: If the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed, but skill will bring success. Kwa Kiswahili yaweza kusomeka hivi: kama shoka ni butu na makali yake hayajanolewa, nguvu zaidi zitahitajika, lakini ujuzi au maarifa utaleta mafanikio. Kijana mmoja aliajiriwa kufanya kazi ya kukata miti. Mwanzoni kijana yule alifanya kazi kubwa na ya kushangaza sana, lakini kadri siku zilivyozidi kuongezeka, kiasi cha miti aliyokata kilizidi kupungua. Jambo hilo lilimfanya bosi wake kumkatia tamaa kijana huyo, maana alidhani kijana huyo amepoteza ari ya kufanya kazi na hivyo amekuwa mvivu. Hakuna haja ya kuendelea kuona mfanyakazi mvivu kama huyu. Ni afadhali nimuondoe na kuajiri mtu mwingine badala yake, bosi alijisemea moyoni mwake. Siku moja kijana yule aliitwa ofisini kwa bosi wake ili kuhojiwa kuhusu utendaji wake. Alipotakiwa kueleza kama amewahi kunoa shoka lake tangu aanze kazi ile, alikiri kwamba hajawahi kufanya hivyo. Kwa maelezo hayo, iligundulika kwamba tatizo halikuwa uvivu wa kazi, bali ni kutumia shoka butu. Badala ya kufukuzwa kazi, alipewa fursa nyingine kwa matazamio. Unajua nini kilitokea? Kiwango cha miti aliyokata baada ya kunoa shoka kilirejea kama hapo awali. Mtu mmoja mwenye busara alisema, ukinipa masaa 3 ya kukata miti, nitatumia 2 kunoa shoka langu kwanza. Kwa mkulima au mtu mwenye kufanya kazi kama vile za kuchoma mkaa, kupasua mbao, kuchinja nyama na nyinginezo zinazofanana na hizo, atanielewa kirahisi sana. Badala ya neno shoka, waweza kuweka neno jingine kama vile panga, kisu, msumeno, jembe na kadhalika. Bila shaka tutakubaliana kwamba kifaa chenye makali sana huifanya kazi kuwa nyepesi, wakati kilicho butu huifanya kazi kuwa ngumu sana. Shoka lako ni nini na unalinoaje? Shoka ni kipaji, kipawa au karama? Maana za maneno hayo zinaelekeana. Neno kipaji kwa Kiingereza ni talent. Maneno kipawa na karama kwa Kiingereza ni gift. Kuna vipawa vya asili, yaani vya kuzaliwa navyo, na vipawa vya kukirimiwa ukubwani kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Vipawa hivi ni vitendea kazi katika kutekeleza kusudi la Mungu kwenye maisha yetu. Kunoa shoka ni kuongeza maarifa na hekima ya kutuwezesha kutumia vipawa vyetu kwa ufanisi. Kwenye kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Tuongeze maarifa na hekima ili tusiangamizwe na adui. Lakini swali la kujiuliza ni hili: utaongezaje maarifa na hekima? Zifuatazo ni njia 5 za kuongeza maarifa na hekima. Namba 1, utaongeza hekima na maarifa kwa kumcha Bwana. Kwenye Mithali sura ya 1 mstari wa 7 imeandikwa, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kumcha Bwana ni hali ya heshima yenye upendo kwa Mungu, inayojumuisha kujitiisha chini ya ubwana wake na maagizo ya neno lake. Hali ya kumcha Bwana humfanya mwamini kuwa na uhusiano mzuri na Mungu, mwenye maarifa na hekima inayohitajika. Hali hiyo hurahisisha mtiririko wa maarifa na hekima ya Mungu kumwelekea mwamini huyo. Namba 2, utaongeza hekima na maarifa kwa kujifunza kwa bidii ili kujipatia maarifa. Kwenye Mithali sura ya 4 mstari wa 13 imeandikwa, mkamate sana elimu, usimwache aende zake, mshike, maana yeye ni uzima wako.
Tafuta na kujifunza kwa bidii maarifa sahihi ya neno la Mungu na mambo mengine yatakayokusaidia kufanikisha makusudi ya Mungu kwenye maisha yako. Namba 3, utaongeza hekima na maarifa kwa kumwomba Mungu. Yakobo katika waraka wake sura ya 1 mstari wa 5 anasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Kwa mujibu wa kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 9, Mfalme Sulemani aliomba hekima akapewa. Sisi pia tuombe kupewa maarifa na hekima, tutapewa. Namba 4, utaongeza hekima na maarifa kwa kuwa mtu wa rohoni ili uweze kuelewa mafunuo ya Mungu. Paulo akiwaandikia Wakorintho katika waraka wake wa kwanza kwao sura ile ya 2 mstari wa 10 hadi wa 15 anabainisha kwamba mtu wa rohoni huyatambua na kuelewa maarifa anayofunuliwa na Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Namba 5, utaongeza hekima na maarifa kwa kujifunza kupitia waliofanikiwa. Kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 4 mstari wa 34 imeandikwa hivi kuhusu Mfalme Sulemani: wakaja wa mataifa yote ili waisikilize hekima ya Sulemani toka wafalme wote wa ulimwengu waliokuwa wamepata habari za hekima yake. Usikatishwe tamaa na walioshindwa, wape nafasi waliofanikiwa, wakutie moyo, watembelee na kujifunza kutoka kwao. Uliza wamepitia changamoto gani, walikabiliana nazo vipi, na wamefanikiwaje. Chukua hatua ili maombi yako ya kuhamishwa yawe na matokeo chanya. Ya kupasa ufanye jitihada za kunoa shoka lako ili uwe mfanisi katika yale aliyoyakusudia Mungu kwa ajili yako. Mtumishi wa Mungu Agustino wa Hippo aliyeishi miaka ya 354 hadi 430 baada ya Kristo aliwahi kusema, without God man cannot, without man God will not. Tafsiri ya Kiswahili ni hii: bila Mungu sisi hatuwezi, bila sisi Mungu hatafanya. Tusitarajie kuhama toka tulipo kwa miujiza peke yake. Tutahama kwa kupitia michakato inayohusisha maamuzi, machaguzi na matendo yetu. Ili tuwe wafanisi katika maamuzi, machaguzi na matendo yetu, yapasa mashoka yetu yawe na makali. Mashoka yetu yakiwa na makali ya kutosha, hatutajichosha bure. Jitihada zetu zitaleta matokeo tarajiwa. Isitokee tukawa busy for nothing, yaani kuwa wenye shughuli nyingi zisizo na tija. Bwana Mungu katika Zaburi ya 32 mstari wa 8 ameahidi kutufundisha na kutuongoza ili tufanikiwe. Tafadhali tuwe wenye kufundishika na kushaurika ili tuweze kupata mafanikio tuyaombayo na tuyatarajiayo. Katika sura inayofuata, yaani ya 9, tutajadili kuhusu utayari wetu wa kuhamishwa. Endapo umebarikiwa na mafunzo ya kitabu hiki, tafadhali washirikishe na wengine.